Mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka ambao una ugumu sana kwa wasanii. In terms of kufanya shows baada ya masuala ya uchaguzi kuisha, maneno yamekuwa kizungumzwa mengi sana. Bwana, wasanii tuwasusie, tuwafanyaje? Mambo yamekuwa ni mengi sana. Mara nikamsikia Majizo anazungumza bwana, wasanii wasamehewe, sijui na nini katika hilo. Watu tu wamezungusha zungumza mambo mengi sana. So far ule msimamo uliokuwepo mwanzo na sasa hivi unauonaje kwanza, na wasanii ni kweli wana njaa kipindi hiki? Kwanza mimi sitaki kuenda kwenye upande wa siasa. So kwamba mashabiki si wanawakataa wasanii kwa sababu labda hawajao upande wao kwenye masuala yale, si maandamano, mimi sitaki kuzungumza huko. Mimi sio intention yangu na sitaki kabisa kuhusiana na mambo ya siasa. Mimi nije tu kwenye msimamo wa mashabiki. Msimamo wa mashabiki ambao mnakuja ni kuhusiana na kweli hawata wasapoti na wasipo wasapoti nini kitatokea. Kwanza mimi nakwambia kitu moja. Aiona hata kipindi hivyo vitu vinaendelea, si wasanii walikuwa wanatoka kazi? Wasanii hawajafaliwa. Walikuwa wapata numbers. Alikiba sio walikuwa wanapata numbers. Alikiba tena anatoa ngoma kabisa hii. Na anapata numbers Mario. Mimi naamini tu zilikuwa ni hasira za mashabiki. Nishaelewa hawa ni, unajua wasanii hawa ni jamii yetu, vijana wenzetu, vijana wetu wako sisi kwenye jamii yetu, ndio ndugu zetu. Ushaelewa vizuri, mwisho wa siku wanatafuta maisha, wanalipwa hela, wanatafuta maisha. Ushaelewa vizuri. Na hizi zilikuwa ni hasira za mashabiki. Na siwezi kusema walikosea, mashabiki wako sahihi. Ushaelewa, hata wasanii wako sahihi. Hakuna mtu ambaye atafutia hela. Ushaelewa vizuri. Lakini sasa hivi ukiangalia upepo umebadilika, watu wanasupport muziki. So nahisi mimi kwa upande wangu tusilivute sana liwe refu sana, tuingie deep sana kutafuta sababu siri hizo na nini na nini. Kitu ambacho cha kufurahisha ni kwamba mashabiki, unajua Majizo alisaidia sana. Alisaidia sana kurudisha game. Ingawa si tunaweza tukamwangalia negative way kwamba Majizo alikuja kutafuta attention, alikuja kutafuta, lakini Majizo alikuwa anatafuta kurudisha watu kuzungumzia muziki. Ukiondoa issue kusema wasanii wasamehewe, Majizo alikuwa anatafutia attention muziki. Watu tuanzie wapi? Starting point ni kwa Majizo. So Majizo mimi nimempongeza na nalizidi kumpongeza. Majizo katika kitu amefanya na atabidi awe proud ni kutafuta starting point ya watu kuzungumzia muziki. Baada ya Majizo kuzungumza, kila kitu kikafunguka brother. Huwezi kuona tena mtu anazungumzia tu support muziki, kila mtu anaanza kumponda Majizo. So Majizo ni kama mtu aliamua kuvaa mabomu. Yeye akajibadilisha kuwa jalala. Atupiwe takataka zote, matusi na nini na nini. Man, ile imesaidia kinoma. Watu baada ya hapo kila kona ukipita watu wanamtukana Majizo, wanatukana wasanii. Tayari unaipa attention game. Tayari muziki umeupa attention. Tayari watu wanaanza kuzungumzia muziki. Baada ya hapo the rest is history. Leo hii tunazungumzia hivyo vitu tena. Leo hii kila mtu anataka watu wakaanza kuwashinanisha Mbosso na Mario, ndio? Watu wanazungumzia si shows za kina Diamond, kina Jux, kina nani? Si ndio? Yes, upepo ulianza kubadilika kwa Majizo. Kwa kwanza nimpongeza Majizo, then mashabiki zilikuwa ni hasira. Mashabiki hawezi kuacha. Isikize mwanangu. Hata kwenye kipindi kile si maandamano sio kitu gani. Watu walikuwa wanasikiza muziki. Muziki ni dawa brother. Yaani si katika hata zile ambazo tumefungiwa ndani. Watu wasikiza nini? Walikuwa wanasikiza Qur'ani wewe? Au nani Biblia? Tuonge tu kweli. Walikuwa wanasikiza nini? Muziki. So mashabiki ambao wanapenda wasanii wakijifungia majumbani kwao, wakiwa kwenye magari yao, wakiwa kwenye device zao kama simu, si laptop, wanakula ngoma tu. Ila wakija public hatotaki. Alafu mimi nakwambia kitu moja. Send YouTube babu. Wewe unaweza kukaza wewe? Huwezi, kwa sababu muziki nao ni sehemu ya maisha yetu. Muziki ni sehemu ya maisha. Yaani wewe mwenyewe ukikaa siku hujasikiza muziki sio unajisikiaje? Kama uko sawa. Mshaelewa? Alafu kingine, unajua Tanzania jamii ya watu ambao wako mitandaoni, katika watu idadi ya watu Tanzania ndogo mno. Hata robo haifiki. Tunaotumia wale ambao wanatumia social kwa ajili ya muziki ndogo sana. Wachache mno. Ishara tosha ni ile ya Diamond nikaenda kukutana na nani pale. Poster pale. Mashabiki wamejazana pale. Tena wametoka kuponda na wako na Diamond. Ndio maana nakwambia walioko mitandaoni asilimia kubwa hawasupport muziki. Wanaosupport muziki ni wale. Mbosso si watu wakasambaza nyimbo ya Mbosso watu wataki Kenya, si ndio? Alivyoenda Kenya akafanya nini? Solution leo vizuri. Kijiji. So maana yake ni kwamba watu walioko Twitter, TikTok, Instagram ni idadi ya watu wachache kulinganisha na watu wote Tanzania brother. Wanaosupport muziki hawezi kupiga kelele vile. Wanaosupport muziki wapo wametulia tu. Nyinyi mnapiga kelele Instagram. Ukienda kwenye show watu wanajaza show.
Si wasanii wanaendelea kufanya show. Au uongo? Si ndio? Kwani wanaenda kuperform kwa watu gani? Si wa Tanzania? Si je, wanaopiga mtandao kelele mtandaoni wako hapa. Alafu kingine, ukija kwenye show za siasa, mfano labda. Kwani wasanii wakaenda kwenye siasa kuna ubaya gani? Wewe nikuulize swali. Kwani wanaenda kuimbia watu gani? Wanamwimbia Rais Samia? Wanamwimbia nani Dr. Mwigulu pale? Wanamwimbia Super la Magamba pale? Wanamwimbia watu gani? Si wa Tanzania? Si wanamwimbia wa Tanzania wenzetu? So msanii kaenda kwenye show ya siasa, wewe ni ubaya gani? Kwani anaenda kuimbia ng'ombe wale? Si wa Tanzania wenzetu? Mando anasema tatizo lilianzia pale kudadadeki sini nini, fanyeni kazi. Hizo ni kauli ambazo sasa kauli ya Diamond kwa mfano unaweza ndo uje unani game nzima. Kauli ya msanii mmoja brother. Umeshanielewa vizuri? Ni kauli ya msanii mmoja ambaye wao wataamua namna ya kudini na Diamond, lakini game brother, hii game hakuna mtu anaweza kuiua game ya muziki. Hiyo niamini. Muziki eti mashabiki wazene muziki ufe maisha. Watu wanasema kwamba kina Wizkid, kina Davido, kina Burna Boy panapotokea majanga Nigeria wanaungana na mashabiki na wananchi wao kupost na kusemea. Ile polisi unajua tofautisha issue ya Nigeria na Tanzania. Ya Nigeria na polisi walikuwa wanaua raia, si ndio? Walikuwa wanaua Tanzania. Si uchaguzi. So ni vitu vile tofauti. Umeshaelewa? Ile ni polisi, jeshi la polisi lina against raia. Watu wanaopinga kwa mfano CCM na watu gani? Si wa Tanzania. Kwa maana yake hapa kitu ambacho walikuwa wanataka kutengeneza. Nyinyi mnataka kugombanisha wa Tanzania kwa sababu waliopo CCM si wa Tanzania. Na wale ambao hawapo CCM si wa Tanzania. Solution leo ni raia watupu. Lakini polisi Nigeria ilikuwa polisi na nani? Na raia. Huku ni raia kwa raia. Nini unakitengeneza pale? Na kwenye siasa brother, kila mtu ana uhuru wa kuchagua chama chake. Yaani sometimes tusilazimishane. Wewe umechagua Chadema, ukachagua CCM na ubaya gani? Wewe unataka kuforce mimi niende unapotaka wewe. Ndio kitu ambacho wasanii pia wanajaribu kueleza watu. Kwa nini hapo huu mzigo unakuwa unamwegemea sana yeye? Star brother. He is a superstar, super duper, mega star. So umeshaelewa? Yaani yeye ndio star. Umeshaelewa vizuri? Kwa mfano nakupa mfano, wewe shabiki kwa mfano nakupa mfano tu shabiki wewe Manchester United. Chelsea hapa. Wewe ni Chelsea? Sasa nikupe mfano United. Wakati Ronaldo yuko Manchester, Manchester zilikuwa mbovu. Alikuwa anatupiwa lawama nani? Ronaldo. Kwa sababu nini? Kwa mfano timu gani ambayo ina trend duniani sasa England ikifungwa? Man U. Kwa sababu ni nini? Ni timu kubwa. Famous. Au Madrid wafungwe ita trend kidogo. Kwa sababu ni nini? Famous. Timu kubwa. Man U anafungwa Man City, anafungwa Chelsea lakini anatukana Man U. Uongo? So ni timu kubwa, brandi kubwa. So popote mtu mwenye jina kubwa ndio watu wanamtupiaga lawama. Diamond is star brother. Diamond is superstar. Umeshanielewa? Hata Diamond asingezungumza maneno yafanya kazi, watu wangemtukana tu. Kwani Diamond amefanya show za CCM peke yake? Umeshanielewa? Hata asingezungumza yale maneno, watu wangemtaki Diamond kwa sababu ni superstar. Ni mtu maarufu, mtu mwenye ushawishi. Unajua kisha kuwa na ushawishi, of course tusiwakatae mashabiki. Ukishakuwa na ushawishi, mashabiki wanaamini unaweza kuwa mwokozi wao. Kwa unaweza kuwasemea jambo lao. Umeshanielewa vizuri? Yes. Ndio maana wanamlaumu. Wewe mbona mkubwa? Mbona unatusupport? Lakini pia mashabiki, wasanii wasikatae na wasiogope kwa sababu wale maarufu wao wamepewa na wale mashabiki. Kwa sometimes kuna vitu of course siwezi kukataa, kuna vitu wanatakiwa kuwasemea mashabiki. Wanatakiwa sio kuwashabiki, kuwasemea Watanzania. Watanzania si ndio mashabiki zao? Watanzania si ndio wameopa maarufu, si ndio? Kwa sometimes kwa sababu nyinyi ni maarufu na sisi tumewafanya nyinyi kuwa maarufu. Kwa nini mtaki kutusemea baadhi ya vitu vyetu, changamoto zetu? Ndio kitu ambacho mashabiki mimi kwa upande wangu niuelewa. Unaelewa vizuri? Hata mtu akiwa CCM, hata akiwa Chadema, kama kuna matatizo kwenye jamii, wote mnaathirika. Uwe Chadema, uwe CCM, uwe ST Wazalendo, uwe msanii. Kwa mfano leo sasa hivi maji si hamna. Kwa nini msanii anapata maji? Si naye anapata shida hivyo hivyo? Yes. Kwa sometimes jamii naona sisi tunapata shida ya maji. Umeme ukikatika, wasanii mara ngapi wanaandika kwenye mitandao wakina Zuchu, umeme umekatika, TANESCO mnatuonea. Anaathirika raia peke yake. Kama una influence, una jina kubwa, ndio watu wanacholalamika sasa. Tusemee. Sema. Kwa nini ya maji hatuna? Sema. Ndio jamii inachotaka. Wasanii wawe wasema sisi tumewatanguliza nyie. Yaani sisi ndio tunataka nyie muwe maarufu. Mshino kama tunataka nyie muwe maarufu, mbona maji yanakatika? Mbona umeme unakatika? Msemi. Kwa sababu mimi sina nguvu labda ya kauli yangu haiwezi kufika popote. Wewe Diamond una kauli, wewe Alikiba una kauli, ukisema kitu jambo linafika. Kwa nini msemi kwamba tupate maji? Kwa nini msemi kwamba nyie mnalala maji hamna kwenu? Kwa nini msemi umeme unakatika mnapata shida ya kurekodi? Unaelewa? Kwa sababu tatizo likitokea barabara ikiwa mbovu, mpaka msanii anaathirika. Hapo kwenye upande kiukweli
Mimi hapo nimeolewa mashabiki. Kwa hapa kwenye hilo wajirekebishe. Sawa kabisa. Sasa yani kwanza lazima wakubali. Wao kuwa maarufu hajaja kibahati. Wale mashabiki ndio wamesikiza nyimbo zao, ndio wana like, wana comment, wana wafollow. Sawa kabisa. Na maana ukisha kuwa na followers wengi tayari umaarufu wako unakuwa mkubwa, si ndio? Wanaokufollow ni watu gani? Tanzania. Ushawahi kufanya nini kwa ajili ya wale watu? Kweli. Swali litakuwa msanii ajiulize. Mimi na followers milioni 15, milioni 10, milioni 9 wherever. Nishawahi kuwafanyia nini hawa? Kwa sababu mimi muziki naotoa sio huduma. Muziki ni luxury. Kitu cha anasa. Kitu cha anasa nitasikiliza mpaka nisipokuwa na shida. Kuna mtu ana shida brother, hana muda wa kuweka bando wa kusikiliza muziki wako. Wewe kuna siku ushawahi kuwaza unamfanyia nini yule afurahi? Mshaelewa? Ushawahi kuwaza nini nitamfanyia, nimemfanyia nini huyu mtu afurahi? Mbona yeye anakufurahisha? Ananunua bando na kuangalia ngoma zako, unapata hela, unanunua magari, unajenga nyumba. Wewe umeshawahi kufanya nini huyu mtu afurahi? Hapo ndio wasanii wetu walipoachwa na Nigeria kina Wizkid. Wale kina Wizkid wanajua give back to the society. Wakiwa na shida tunawasemea. Tunatoka tuenda kuzungumza wote. Mshaelewa? Kitu ambacho wasanii wetu lazima wajifunze. Kama hawajajifunza kitu mwaka huu, basi hawezi kubadilika tena. Lazima wajue kabisa hawa ni watu wanalipa mabando yao kutazama ngoma zetu. Mimi kama msanii nimeshawahi kufanya nini kwa ajili yao? Kwamba leo lazima nifanye kwa ajili yao. Sio nafanya kwa sababu ya faida yangu. Mshaelewa? Nifanye wao, mimi nipate hasara ila wao wanufaike. Mshaelewa vizuri? Hapo ndio mentality ya vile wasanii wetu hawana. Na wanatakiwa wabadilike kwa sababu hii kitu ambacho kimetokea 2025 ni kama fundisho kwao. Lazima wajue wanabadilika vipi. Kwanza kusoma upepo. Yes bro. Okay sawa. So far ulikuwa unazungumzia ukubwa wa Diamond pia. Alikuwa na show West, tumeona ameenda kumsupport Jux. So far kuposti. Akaenda pia Sierra Leone akafanya, baadaye akasema Benin pia nini. Show zake nadhani umezifuatilia ambazo tayari shazifanya. So far mapokezi yake yakoje sasa? Diamond Diamond unajua nikwambie kitu moja. Diamond ameshatoka kwenye ile level kuzungumzia mapokezi. Zamani ndio alikuwa anazungumzia mapokezi ya Diamond Benin. Na ameshatoka level hizo kaka. Yaani Diamond leo kwenda kufanya show Benin. Not a surprise. Wewe unashangaa? Hapana. Kitu cha kawaida? Au unaona kitu cha ajabu sana? Diamond kaenda Nigeria, unashangaa? Kaenda Sierra Leone, wewe unashangaa? Yes, Diamond ameshatoka kwenye level hiyo. Yaani ameshatoka kwenye level ambayo akienda kufanya show nje ya Tanzania tunashangaa. Diamond kafanya show London. Diamond kafanya show Summer Jam, yuko na Meek Mill. Brother, kaojiwa na TMZ. Unashangaa nini? Mshaelewa vizuri? Hiyo ni standard. Anachofanya sasa hivi ni ku-maintain standard ya Lois set. Ku-maintain standard. Kama kuna kuongeza aongeze, but ni ku-maintain standard. Mshaelewa vizuri? Ameset standard, anai-maintain, anaifanyia kazi. Watu labda wasanii wengine wakija kwenda ndo tutashangaa. Hadi Harmonize, hadi Mario, hadi Alikiba, at least Rayvanny. Mshaelewa? Hadi J Melody, unaenda kufanya show Nigeria. Mshaelewa? Jux nao sio surprise tena. Jux ukisikienda kufanya show Senegal utashangaa. Kwa Jux. Ndio tunaanza kuangalia zamani mara ya Kasha ameshaanza kuitengeneza level yake na yeye. Ya ukubwa wa nje. Ukubwa wa nje. Sisi kama Nigeria tu lakini maana hiyo inasema sana hiyo. No, mimi siwezi kuamini kwa sababu Jux alivyotengeneza jina lake yeye tu ni kujiongeza tu. Jux brother tusimzungumzie kama tunavyomuona. Acheze na upepo tu. Nje huko sasa West Africa. Hata Kenya akienda hapo anajaza vibaya mno. Hata akienda Uganda, Rwanda tayari huko kashavuka brother. Afrika ni Afrika. Afrika ni Afrika. Akienda wewe nikuuliza Jux aende Kenya ajaze show? Ajaza. Rwanda, Uganda, Zambia, Burundi, Kongo. Mshaelewa? Hii ni Nigeria na kafanya show vile. Na tunajua amechukua tuzo ya msanii bora Afrika Mashariki Ivory Coast. Mshaelewa? Ngoma zake zimeongoza Ghana, Zimbabwe. So kuna vitu hatuwezi kushangaa kwa Juma Jux. Ila kuna watu wakienda wanaweza kushangaa. So unapomzungumzia Diamond, mapokezi ya Diamond Benin, Sierra Leone, hata mimi nakushangaa wewe. Why unauliza mtu kama Diamond sasa hivi kaka? Kule kashavuka bro. Yaani leo tuwezi kukaa na kuzungumzia Diamond mapokezi yake makubwa sana bro. Kule Diamond kashavuka kitambo. Diamond kashuka bongo bwana sasa hivi. Hamna. Wewe umemuona lini? Yaani ushukaji wa Diamond ni nini? Nini ambacho kinapima? Sio kama kwenye list umesema kwamba Mario ndo namba 1. Unajua ngoja nikwambie kitu moja. Kuna ile surprise. Alafu kuna kuset standard huko level. Diamond yuko level yake pale pale. Mshaelewa? Hawa wamekuja kutusurprise, wametoa ngoma kubwa. Mshaelewa? Diamond atoe ngoma, asitoe ngoma, mshaelewa, atapewa makolabo, atafanya vizuri. Mario na Mbosso wametu surprise. Inawezekana wasingeleta surprise zao, tungemtaja Diamond namba 1. Mshaelewa? Ila kwa sababu wamefanya kitu kizuri.
Ila hatuwezi kusema Diamond kashuka. Wale ndio wamefanya kitu kizuri. Mbosso kufanya kitu kizuri haimaanishi Diamond kashuka. Mario kufanya kitu kizuri haimaanishi Diamond kashuka. Umeshanielewa? Umeelewa point yangu? Wale ndio wamefanya kitu kizuri. Ila mshikaji yuko pale. Umeshanielewa vizuri? Ila wao kufanya vizuri, hatumai wafanya vizuri nini? Diamond kashuka vipi? Anafanya show Sama Jam kaka. Anafanya show London kaka. Ameenda Benin mwaka huu. Umeshaona unasemaje kashuka? Ila wale wamefanya kitu kizuri kwenye muziki. Wametu surprise. Umeshanielewa? Mbosso katengeneza ngoma power hit song. Umeshanielewa brother? Imeleta mpaka maneno. Mario katoa ngoma na numbers Spotify, ndio ngoma ya kwanza 2025 kuwa na streams nyingi. Wamefanya kitu kizuri, lazima tuwapongeze. Ila haimaanishi Diamond kashuka. So far, kwa sababu tunaumaliza mwaka na mimi interview yangu nadhani itakuwa ndo ya mwisho. Kama atakutokea mengine labda nitakucheki, lakini kwa siku ninavyoziona hizi hii ndio tutakuwa tunafunga mwaka. So far Mando, 2025 hii ni tukio gani ambalo kwako wewe hasa katika kazi yako ya utangazaji huwezi kulisahau kabisa? Harusi ya Juma Jux. Simple and clear. Ya pili, show za Diamond London, Uingereza na Sama Jam Marekani. Brother, never. Labda kingine cha kuongezea kwa sababu zile za show ya Rayvanny Chani, show ya Zuchu Chani, show ya Mbosso Simba Day, show ya Zuchu Yanga Day, la mwisho Abby Chams kwenda BET. Sure. That's the dope bro. Mimi kwangu mimi hata ukiamsha saa 9 usiku nakutajia kaka. Yes, Diamond show zake za Ulaya na Marekani, Juma Jux harusi yake surprise kutengeneza numbers kwenda kufanya show Nigeria, Mbosso EP yake shendeleo vizuri. Yes, then kufanya show Simba Day, then kufanya show parade ya Yanga. Ndio msanii wa kwanza yule unajua. Zuchu show yake ya Chani ya kufinali Chani pale Kasarani Nairobi. Show ya Zuchu Yanga Day. Show ya Rayvanny Chani. Ni msanii gani ambaye mwaka huu katika kuchambua muziki kwako hasa alikupa kidogo changamoto baada ya labda kutoa maoni yake kwa katika kazi yake ya muziki? Amna. Unajua ngoja nikwambie kitu moja. Kuna yeye utambo katika kitu mwaka huu imenishtua hii. Katika kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Brother, mimi labda nikwambie kitu moja. Hakuna siku nimechambua msanii akafurahi. Hiyo naomba niwaambie tu hicho. Hakuna siku nimemchambua msanii nimemwambia umezungua hapa na hapa akafurahi. Hata kama unamsifia. Labda ndio maana nimekwambia kusifia. Kusema kuzungumzia kwamba hapo umezingua. Umeshaelewa? Hakuna msanii ambaye anaweza kufurahi hata mmoja. Maana yake wote wanachukia, lakini wote pia hawezi kuniambia. Na wengine wana mute tu ukikutana naye, mwanangu hapo ulizingua mwanangu. Kwani hujanipigia simu hizo nyingi sana? Ungenipigia zamwambia sasa nikikupigia simu siwezi kupata kitu ninachotaka. Nikupigia simu tayari ushamaliza story. Siwezi kukupigia. Moja nilishuhudia mbele ya macho yangu kabisa, simu zilikuwa nyingi sana. Hivyo kwenye kesi ya Mbosso na Diamond. Watu katikati hapa alikuwa anakupigia sala simu. Okay, simu zilikuwa nyingi of course. Ulishuhudie? Tulikuwa wote. Pole bwana, pole. Sasa ndio maana nimekwambia huwezi kuja kuzungumza kitu mtu akafurahi. Kuna mwingine atachukia kwa sababu ukisema Diamond kazingua sehemu fulani, yeye hawezi kufurahi na mashabiki zake, hawezi kufurahi. Alikiba kazingua sehemu fulani, hawezi kufurahi na mashabiki zake, hawezi kufurahi. Kwa maana yake ni kwamba wasanii wana mind, lakini mwisho wa siku mimi ninachoelewa nao wameshajua hii ni kazi ya mwana. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Kukosoana ni vitu vya kawaida. Hata mimi mbona unanikosoa sana? Simshaelewa vizuri. So hakuna mtu ambaye akosolewi. Sasa na mimi nianze kumwambia kwani unikosoa, kwani unisema kila mtu anatafuta sehemu yake, anaona mtu anakosea, hata mimi nakosea na mapungufu. Kwa hiyo wasanii tunazinguana, tunapishana. Mimi kitu ambacho nimejifunza sio vizuri kutaja jina la msanii. Na hata nikikuonyesha hata DM, labda siku niamue tu niposti DM za matusi ya wasanii, itakuwa ni surprise kubwa sana na siwezi kufanya vile. Na waheshimu na wasanii wenyewe wanashangaa sana. Yaani msanii ananitukana kwenye DM, then kesho anaona anaongelea kazi yake na anamsifia fresh. Au ananitukana afu kesho anamchana tena. Unaelewa? Na mimi sijibu. Mimi nakwambia, inawezekana katika mtangazaji ambao hajibu DM za wasanii ni mimi. Kwa nini najibu nini? Kwa sababu kwanza akatukana, akafanya nini? Naiangalia tu. Na mute naachana naye. Lakini sofa ipi ambayo umeenjoy sana kazi yako ambayo ulifanya au ulichambua kitu afu baadaye ikana impact kubwa sana ni ipi? Ngumu kujua, labda mimi niseme zote. You listen, ngoja nikwambie kitu moja Victor. Unaona wewe? Kila moment unaoipata kwenye kazi yako ifurahie. Unaona interview unazozifanya hizi? Kila interview unaoifanya ifurahie. Umeshaelewa vizuri? Usiseme kazi fulani. Ukishaanza kubagua kazi, utakuwa unafanya kitu
kutafuta standard ulioifanya kipindi fulani. Hiyo itakusumbua. Kwamba mbona interview sijafanya kama ya yule jamaa? Mbona hii interview mbovu? Enjoy the moment. Umepata interview umefanya na mtu? Enjoy. Furahia kazi yako. Wewe umekosea, hujakosea, enjoy. Ndio sehemu ya maisha, ndio maana ya kazi. The same to me. Mimi huwa na enjoy kila moment ya kazi yangu. Ndio maana siwezi kuambia kazi fulani kwa unyama. Every moment ambayo naifanyia kazi yangu. No, listen. Yaani kila moment tukio ambalo unaona nalifanyia mimi naliposti nafanywa kazi. Nimeenjoy. I feel sometimes naweza hii hapa nimekosea, lakini you know what? Mimi sio nimefanya. Next time nitajirekebisha. So mimi kiukweli katika kila moment ambayo naigusa kwenye kazi yangu, every second ninaozungumza niko kazini na enjoy. Hata interview ninayofanya hapa na enjoy. Umeshaelewa? So mimi kiukweli kwenye upande wa kazi niko na neno committed. Mimi niko committed sana kwenye kazi. Umeshaelewa? Yaani mimi katika kitu ambacho niko committed ni kazi. Okay, la mwisho Mando, unaambiaje wasanii, mashabiki zako, pia wito wako kwa mwaka 2025-26 unakuja? Watu wategemee yapi hasa kutoka kwako, na wito wako kwa wasanii pia ni upi sasa? Mimi katika kitu ambacho nazungumza kwa upande wangu nitaendelea. Unajua unikwambia kitu moja Victor. Mimi nimechagua kukumbusha. Mimi situmii neno kuwakosoa. Huwa natumia neno kukumbusha. Nimechagua kukumbusha wasanii. Sawa kabisa. Na mimi nawaambia labda nikwambie kitu moja. Nafurahi sana sasa hivi naona watu wengi wanachambua muziki. Wallahi tena na enjoy. Na enjoy sana. You know what? Ukuaji. Game imekuwa. Then nimeinspire wengi. Umeshaelewa? No way out brother. Nimeinspire? Nitakuja kuwataja siku moja. Nimeinspire wengi. Ushaelewa? So mimi na enjoy. Na kitu ambacho mimi kwa nataka tuone, hata mimi pia matusi yanapungua. Wewe kakuponda mtu fulani, utakuwa kama msanii utakuwa na crush watu wote. No, lakini zamani alikuwa Elmando peke yake. Ukifanya tu kitu wasanii wote brother, kuna muda mimi nilikuwa nikifanya kazi yangu nazima simu. Yaani wakati kazi yangu inaanza sasa wachambuzi sasa hivi hawezi kufika level ambayo mimi nilianza. Sasa unaona wanafika? Wanachambua. Sasa hivi vitu vishakuwa laini. Yaani siveni nitumie kauli ya nani ya Sugu. Nimesafisha njia. Sio unaelewa? Brother, ilikuwa ni kila nikifanya kipindi cha kwanza na kiposti. Lazima simchui. Tutakutana kesho. Na hakikisha tu hakuna typing error kwenye kazi yangu. Hakuna tusi na angalia nikiona iko vizuri lazima babu. Hizo DM message nitakazokutana nazo. Mimi kwa mfano kwenye simu yangu achana na zamani, hata sasa hivi ukizungumzia kumkosoa msanii au matusi kutukana wewe shoga sio nini wewe matusi ya ngoni hivi, na mimi sina time brother. Mshaelewa vizuri. Mimi zamani mpaka bosi wangu alisha kuniita akanifanyia counseling. Watu ambao hawajui. Bosi wangu alisha kuniita, "Njoo Elmando." Kaona mziki mtandaoni kule. Brother, mimi nafanya kipindi nakutana na comment 2500 3000 zote matusi. Comment 700 zote matusi. Unaingia kwenye DM 200 zote matusi. Ukifungua unafanya tu hivi. Zote matusi. Utafungua zote. Brother, kama yani wewe kwa sababu nilikuwa najua yale yanakuja. Sikuwa sina time. So bosi wakati anaona mpaka DM za page ya ofisi. DM mpaka page ya ofisi watu watukana. Kwanza wewe na ofisi. Bosi ananiambia, "Are you okay? Uko sawa?" Ona. Wewe bosi, mimi yani hata sina hata muda kwanza. Yeye anaongea au wache au anambia no way. Mimi nachapa. Tutategemea vikubwa 2026. So sio kusema vikubwa sana. Tutafanya kazi kwa kushirikiana mzee. Sehemu ambayo kutakuwa na mapungufu tutazungumza. Sehemu ambayo kutakuwa kuna mazuri yamefanywa na wasanii wetu tutawasifia. So lazima tufanye kitu kwa kubalance pia, usione kwamba Elmando yupo kwa ajili ya kukosoa tu. No. Fanya kitu vizuri na kusifia, umefanya kitu vizuri. Kizungu pia tunaambiana kama binadamu. Then hata wewe pia una ruhusa kunikosoa mimi pia. So nikosoe na mimi Elmando nazungua sehemu fulani. Maisha yanaendelea mzee wangu. Bwana mtazamaji wa Bongo Plus TV, niko na Elmando, tumezungumza mambo mengi sana. Asante kwa time yako. Mimi naitwa Victor Madaha, bianza kama niko Riziki bwana. Asanteni bwana. Tukutane tena 2026. Kama mambo akiwa mengi bwana, Mando bwana, sisi ni familia yetu. Kwa hiyo tunaweza tukapinduka tena tarehe 29. Hapa tuliko na Mando. Kwa hiyo asanteni bwana wote.